Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Leo hii mtazamaji wangu, idadi kubwa ya wanabodaboda wameweza kuonyesha ushirikiano dhidi ya jamaa wao mmoja ambaye ameweza kuonekana kunyanyaswa na maafisa wa polisi wa trafiki. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, ni vema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Kalola. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 8 ya mwaka 2026, maafisa wa polisi wameweza kuonekana wakisimamisha jamaa wa bodaboda aliyekuwa akisafirisha mizigo kutoka eneo moja hadi lingine. Ila kitendo kilichoweza kufuatia, afisa wa trafiki alionekana kutoa agizo kwa jamaa huyo aweze kusimama, na mbaya kabisa swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi liliweza kuonekana likitumika, ambapo wengi hawakuweza kulifurahia swala hilo na kusababisha wananchi waliokuwa katika eneo la tukio na ushirikiano wa wanabodaboda kuingilia kati ili kulazimu afisa wa trafiki na maafisa wengine waliokuwa wakishika doria walioonekana kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na jamaa huyo wa pikipiki. Wengi waliweza kuingilia kati kusimamisha kitendo hicho, jambo ambalo limeweza kusababisha maandamano ya haraka ya wanabodaboda ili kuonyesha umoja na kumtetea mmoja wao aliyekuwa akionekana akinyanyaswa na maafisa hao wa polisi. Mtazamaji wangu, kwa kweli kitendo hicho hivi sasa kimeweza kuibua mjadala mzito. Pia kitendo cha wanabodaboda kusimama na mmoja wao ni kitendo ambacho kimeweza kufurahisha wengi, kwani jambo hili liliweza kuwa ni nadra sana liweze kufanyika ama liweze kuonekana. Ila ikumbuke kwamba hivi sasa idadi kubwa ya viongozi wa Jamhuri ya Tanzania wanazidi kuombwa na mwananchi wa kawaida waweze kuzingatia kile ambacho maafisa wa polisi wanazidi kukifanya, hasa utumiaji wa nguvu kupita kiasi kutoka kwa maafisa hao wa polisi. Na kwa kweli leo hii mtazamaji wangu, tulichoweza kukishuhudia ni kitendo na jambo ambalo limeweza kugusa wengi na hata kuheshimisha jamaa aliyekuwa ameweza kuonekana kana kwamba anazidi kunyanyaswa na maafisa wa polisi. Dhumuni na sababu kuu halikuwepo, na pia kama kweli angekuwa yuko na makosa, ni vema angeweza kufunguliwa mashtaka na kupelekwa mahakamani aweze kuhukumiwa. Ila kwa njia na jinsi ambavyo maafisa wa polisi waliweza kukabiliana na jamaa yule ni kitendo cha kuvunja moyo kwa kweli, na wengi pia wameonekana kushutumu maafisa wa polisi kwa kile ambacho wameweza kukifanya. Na baada ya maandamano ya wanabodaboda
mtazamaji wangu, ni jambo ambalo limeweza kufurahisha wengi baada ya wanabodaboda hao kuonyesha umoja na ushirikiano dhidi ya mmoja wao aliyekuwa akionekana akidhulumiwa na maafisa wa polisi kwa kupigwa, kunyanyaswa na hata pikipiki aliyokuwa akiitumia kuondoka na maafisa wa polisi. Na mtazamaji wangu, kwa kweli kitendo hiki cha leo hii ambacho kimeweza kufanyika ni dalili tosha inayozidi kuonyesha ya kwamba moja ya tatizo ambalo wengi wanazidi kulililia na kuomba liweze kufanyiwa marekebisho kwa haraka, maafisa wa polisi wanaonekana kwamba wanazidi kuchangia utumiaji wa nguvu kupita kiasi, jambo ambalo lazidi kuonekana kupitiliza uteteaji wa haki za binadamu. Dhumuni kubwa la maafisa wa polisi kwanza kabisa ni kuimarisha usalama kwa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania na sio kumkosesha amani ama usalama mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo mtazamaji wangu wengi wameweza kushutumu maafisa hawa wa polisi ya kwamba kitendo walichokuwa kikifanya sio kitendo cha busara kweli, kwani iliweza kuonekana ya kwamba ni unyanyasaji waliokuwa wakiufanya. Ni makosa ambayo maafisa wa polisi wanatakiwa waweze kurekebisha ili Tanzania mpya ambayo wengi wanazidi kuipigania kwa sasa iweze kupatikana. Ila mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba iwapo uongozi ulioko madarakani utaweza kunyamazia kimya swala hili, basi moja kwa moja pia viongozi katika serikali hii ya CCM watakuwa wakichangia utumiaji wa nguvu kupita kiasi unaozidi kuonyeshwa na maafisa wa polisi dhidi ya wananchi, kitendo ambacho wengi wanazidi kukiomba kiweze kutupiliwa mbali ama kiweze kusitishwa mara moja. Ila kile ambacho tumeweza kukishuhudia leo hii, kuna baadhi ya wanablogu wa serikali ya CCM wameweza kudai kwamba kuliweza kuwa na dharura ya msafiri. Kuliweza kuwa na dharura ya msafara wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ndipo ambapo maafisa wa polisi wameweza kufanya kitendo hicho. Ila mtazamaji wangu, haikustahili kamwe, na jambo la uhakika ni kwamba kama angekuwa mwananchi huyu anazidi kutokea katika viongozi wakuu wa serikali ya CCM, haya yote asingeweza kuyapitia, kwani baada ya tukio hilo kufanyika tumeshuhudia jinsi gani ambavyo maafisa wa polisi nao wanazidi kuchangia ubaguaji kwa wananchi, kwa wale wanaozidi kusimama na serikali iliyoko madarakani na wale wanaozidi kusimama na viongozi wa chama pinzani ama chama Chadema. Na ndipo ambapo hivi sasa kitendo hicho kwa kweli kimeweza kushutumiwa pakubwa. Maafisa wa polisi hao waliokuwa wakishika doria idadi kubwa ya raia baada ya maandamano ya wanabodaboda wameweza kuridhia kuahirisha maandamano ya leo hii yaliyoweza kufanyika, ila wameweza kuomba ya kwamba wanabodaboda wote waweze kusahau na kusamehe kitendo kilichoweza kufanywa na maafisa hao. Ni vyema kwa serikali kuweza kuitisha maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria na waweze kupewa adhabu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtizamo wako ni upi kwa swala nzima la maafisa wa polisi wanaozidi kutumia nguvu kupitiliza, na pia kitendo cha wanabodaboda kusimama na mmoja wao kuandamana ili kuonyesha kutofurahishwa na utumiaji wa nguvu kupita kiasi unaozidi kutumika kwa wanabodaboda? Usisahau kulike, comment na pia kusubscribe. Bye bye until the next video.